الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea na sura Sajda, marejeo ya tafsiri ya sura hii. Tumesimama jana katika aya 4. Aya 4 hii itachukua wakati kama ilivyochukua jana, na leo pia tutazungumza kidogo kwa sababu aya hii ni nzito sana. Aya yenye kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama baynahuma fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. هي sababisha watu wengi kuslimu, kuingia katika dini ya Uislamu, kwa maana iliyobeba aya hii pamoja na aya inayofuatia ya 5, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, ni Allah ambaye aliumba mbingu na ardhi, wama bainahuma, na yaliyokuwemo baina mbingu na ardhi, akasema fi 6 ayamin, kwa siku 6. Na hizi siku 6 tumesema Allahu wahdahu a'lam, ikiwa siku hizi 6 kwa kulinganisha na siku yetu ya dunia yetu na mzunguko wake unaozunguka, na upande ukapata jua kwa mchana na usipata jua kwa usiku, ukarejea tena kupata jua tena, ikawa siku ya pili inaingia, siku inayokadiriwa kwa masaa 24, au to be exact kwa nini masaa 23 na dakika 56 na sekunde sijui ngapi, 44 sijui ngapi, kitu kama hivi, yani Allahu a'lam. Na hii ndio siku. Je, kusudio lake kuumba mbingu na ardhi kwa siku ambazo hizo siku hazijajulikana, kwa sababu bado haijaumbwa hata ile jua na ardhi kuwepo, hata ikapatikana siku yetu masaa 24 au siku zake mwenyewe Mwenyezi Mungu ana siku zake, au kama siku aliyosema fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanati mimma ta'udun, siku kwa kukadiria kwake ni kama miaka 1000 mnahesabu nyinyi. Au akasema fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, siku mbele ya haki tunaposimama ukubwa wake kama miaka 50,000. Tumwachie mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili atuambie kama alivyosema, kwa sababu fi 6 ayyam, katika siku 6. Wengine wakatafsiri fi 6 marahil, stage 6 za kuumbika kwa tokea Big Bang, mlipuko mkubwa, mpaka kuwa kila kitu kikawa kama kilivyo na kuwepo vyote makhluqatillah. Wewe tazama juu tu uone ajabul ujab, maajabu ya maajabu, halafu uone utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kila ukitizama pembezoni mwako, kulia, kushoto, chini, juu, utaona utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo 6 ayyam Mwenyezi Mungu anaweza kuumba kwa kun fayakun, lakini katajia hivi kutufundisha sisi kwamba nini, kifanye jambo kwa muda wakati, kitengeneze alafu kuache kiwe wenyewe. Wallahu a'lam. Na tutoa mfano siku za nyuma kwamba mtindi unaweza kufanya kwa dakika 3, ukaupiga pamoja mtindi wa zamani na maziwa, kazi imekwisha. Halafu unaiacha wenyewe kina react wenyewe ndani ya freezer au ndani ya friji mpaka inakuwa mtindi kukamilika. Kwa hivyo kufanya kitu na kuaje kukiacha wenyewe kikawa, au hata hivyo akitaka kun ikawa kila kitu, kun fayakun ikawa kila kitu tayari, pia naweza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatasarraf penda apendavyo mwenyewe. Fi 6 ayyam, naam ya Rabb, fi 6 ayyam. Thumma istawa ala al-arsh. Nikasema hii masala ya Mwenyezi Mungu unaposoma kwamba kisha kafanya nini, istawa ala al-arsh,
الرحمن على العرش استوى كتكطاها الزوت ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما سورة فصلت الزوت الاستواء معروف استوى منكين ukitaka kutafuta tafsiri yake hii kauli huenda ikakupeleka nje ya laysa kamithlihi shay, huenda ikakupeleka nje ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tutizame kama tufahamu tunavyofahamu, alafu tuseme wal muradu bihi Allahu a'lam. Kwa hivyo kuna waliosema thumma stawa ala al-arsh, akatawala kwenye kiti chake. Kwa Kiarabu Sheikh Sha'rawi ametafsiri thumma stawa ala al-arsh akasema nini? Istatabba lahu amra al-khalq, istatabba lahu amra al-khalq, baada kuhakikisha kwamba everything is restored, everything is done, kila kitu kishakuwa tayari. Mambo amri, jambo hili lenyewe la katika kuumba kila kitu kikakamilika, ikisha istawa al-arsh. Kwa hivyo thumma stawa ila samai wa hiya dukhan, ikisha kazielekea mbingu na hali ikiwa katika mfumo wa nini, wa moshi, akazielekea. Ikisha amehusisha uwezo wake wa kuumba na kuumba mbingu, inaikawa katika hali ya nini, moshi. Hizi ni tafsiri nilizochukua katika kitabu hiki cha Kiswahili, tafsiri yake. Kwa hivyo Ar-Rahman ala al-arsh istawa, juu ya kiti cha enzi yupo, ikiwa amekaa ameelekea. Ar-Rahman aliyetawala juu ya kiti cha enzi ametawala sawa sawa juu ya kiti hiki, juu ya arsh, baada kisha kufanya kila kitu. Hii kutuonesha kwamba sisi binadamu tumaliza kazi au kushatoa amri zako, unarudi katika kiti chako cha ofisi yako na kukaa kuhakikisha kwamba kila kitu. Anatuzungumzia Mwenyezi Mungu kwa mustawa wa akili zetu na fahamu zetu, sio? Wallahu a'lam. Lakini ukweli wa mambo hivyo alivyosema mwenyewe ndio hivyo hivyo, au sivyo? Kwa sababu unapokuja ukasoma katika sura Inna Fatahna, inna alladhina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah, wale wanafungamana na wewe ujue kwamba wanafungamana na Allah. Yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah uko juu ya mkono wao. Hivyo sema yadullahi fawqa aydihim, Mwenyezi Mungu ana mkono, hana mkono, laysa kamithlihi shay. Kwa sababu ukiingia katika masala ya mkono, ikiwa tukupeleka akili yako ukasema kwa mkono na vidole vitano, labda toka mkono wenyewe mkubwa, kiganja kimekaiwa, kwa kuna mkono wa basketi, kuna mkono wa kijiko, mikono iko mingi, miguu iko mingi, miguu ya meza, miguu ya kiti, au sio, mguu wa binadamu, mguu. Kwa hivyo iko vitu viko vinakhtalifiana kwa jina moja. Kaifa yadi kwa mkono Allah, iko kusudia kwamba nguvu za Allah. Kwa nini hajasema quwwatullah, akasema yadu? Mwachilia mmoja alivyosema yadullah, iko nguvu, iko yadi kama alivyosema mwenyewe ya Rabb, ndio hivyo hivyo. Sitaki kusema kitu kawa nikatoka nje ya nini, ya anka kufuru. Bali yadullahi fawqa aydihim, walosema nguvu za Allah ziko pamoja nao, msaada wa Allah uko juu ya mikono ya wale wenye kufungamana pamoja na Mtume. Wakati anaambiwa Mtume sasa, mud yadaka liyubayi'uka ya Rasulullah, mud yadaka liubayi'uka ya Rasulullah. Hivi ndivyo wanaosema masahaba, nyosha mkono wako ili tukubaye, tufungamane na wewe, tutoe ahadi yetu kwamba tuko pamoja na wewe. Hii ni alama ya sisi tunapotaka nini, kumsapoti mtu katika jambo, sio? Na Mwenyezi Mungu akasema mkifanya hivyo, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na nyinyi katika kutieni nguvu, akatumia yadullahi fawqa aydihim, sio? Fa inma tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah, popote unapoelekeza nyuso zenu mtaukuta uso wa Mwenyezi Mungu. Uso wake umekaa kama wetu, au uso wake manake adhamatullah, uadhimu wake na utukufu wake
mwachie kama mwenyewe alivyosema. Usiingie ndani deep ukaja ukakosea, au sio? Na Waarabu wamesema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, amesema Ar-Rahmanu ala arshihi ala wartafa'a an khalqihi. Ala amekwenda juu, wartafa'a min juu an khalqihi, kuliko na kile alichokiumba. Wastawa istiwa'an yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, istiwa ambayo inafanana na nini? Na uadhimu wake na utukufu wake. Bas ukhalas, hatusemi neno baada hapo. Kwa hivyo hapa nasema thumma stawa al-arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun. Ma lakum, hamuna yoyote nyinyi, hamna nani? Ma lakum, hamna min dunihi, min ghairi ya Allah, min wali yoyote akawa ndo mlinzi kwenu, wala shafi'in, wala muombezi wenu, ila Mwenyezi Mungu. Min duni hakuna. Basi afala tatadhakkarun, hamkumbuki. Masala ya kwamba Mwenyezi Mungu ma lahu min duni min wali, mlinzi wenu atakaye kulindeni akakutengezeni mambo yote, kila kitu Mwenyezi Mungu, toke anakuumbeni mpaka anakufisheni mpaka atakutieni peponi au motoni, yuko yeye ndio mwenye kudabiri kila kitu. Kwa hivyo tukizama Makureshi walipokuwa wanaabudu masanamu, kwa nini mnaabudu sanamu? Wanasema la tuabudu, si maana abuduhum. Taib nafanya nini? Illa isipokuwa liyuqarribuna ila Allah zulfa, watusogezee maombi yetu. Wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu amejalia masanamu kama kwamba ni wasaidizi wake, jambo lolote maombezi na nini iwapitie masanamu, ili masanamu wapeleke salamu, masanamu wapeleke salamu. Hatuwezi sisi kumkabili Mola na kuomba directly, hatuwezi. Kwa hivyo masanamu ndo kazi hiyo wanafanya, kutusogezea maombi yetu, kutuombea, kutuletea shafaa maombi yetu. Ikiwa masala duniani, katika mambo matakwa yetu ya duniani, tunatuma wao tupelekee salamu, Mwenyezi Mungu atutengezee. Ikiwa masala ya akhera, adhabu na nini, tunatuma wao salamu ili tuondoshe adhabu. Ikiwa chochote kile, hiyo ndio concept ya kidini ya wenye kuabudu baadhi ya masanamu. Kwa baadhi ya rai za watu wanavyoona kwamba mnaposema mala min duni min waliyin wala shafii, la mlinzi wa kukutazameni na kukuelekezeni na kukuombeeni, haya yote hakuna ila Allah. Hivi ndivyo tunasema sisi. Tunasema sisi hakuna shafaa ila shafaa anayotaka Mwenyezi Mungu, na anataka Mwenyezi Mungu. Lakini wao wasaabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wakaabudu na miungu mingine ya uongo, liyuqarribuna ila Allah zulfa, kwa ajili ya kutusogezea salamu zetu. Haya hayakubaliki. Tukitazama upande mwingine, ikiwa katika ushirikina, ikiwa katika watu wa dini nyinginezo, wanakwenda makanisani mfano wa Kristo kwa ajili ya kufanya confession, wanakwenda kwa wakuu wa padri kule ndani, wanaelezea yale yote aliyofanya Jumapili. Mimi Jumapili hii nimechukua girlfriend, sijui nimefanya nini, wanasema yote makosa yake. Halafu baadaye asinaguswa kichwa, au kenda kule unasamehewa tu. Basi naomba basi usifanye tena, usirejee tena anda zako. Siri zote kazibwaga kwa binadamu mwenyewe, yule mwenyewe anafanya maasi kuliko yale. Anamtupia nini? Anamtupia maelezo ya yale aliyofanya, siri zake. Khalas akishafanya confession hii tena kwa hayakubaliki, kwa sababu binadamu ni binadamu na kila binadamu anafanya makosa. Tunaambia ndugu zetu kwamba hili jambo linahusu Mwenyezi Mungu. Unapokuta aya kama hii, mala min dunihi min waliyin wala shafi'in, yani mtu kama tapima kwa akili yake akimaombea alivyoomba, atajua kwamba hawezi kuwa binadamu yote, kwa sababu binadamu yule atakafikia cheo kile kama padri kwa nani, amepitia stage za kufanya mambo machafu chungu zima, sio? Ikiwa hajapata maelekezo mzuri na riaya au malezi mazuri ya wazee, akawa anachungwa katika ibada, basi wengi wao wanakuwa katika masaili ya kufanya maasi. Na binadamu, kullu ibn adam khata, kila binadamu yafanya makosa, wa khairu khata'ina
at-tawwabuna. Bora nini? Wenye kufanya makosa ni wale wenye kutubu kwa haraka. Kwa hivyo tunaposema ma lahum min duni min wali wala shafi'in afala tatadhakkarun, hamuoni basi nyie mkapima kwamba hakuna isipokuwa Allah, kila kitu direct kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu. Na hii inatuonesha alaka kubwa iliyokuweko baina ya mja na Mola wake. Chochote unachokitaka mwelekee Mola wako, chochote ulichokifanya unataka kutubia kwa ikhlas, kwa taubatun nasuha, rudi kwa Mola wako, sikitika, omba, deka, basi kwa ikhlas, kwa ukamilifu. Halafu kama wewe sadiq fi kalamika, Mwenyezi Mungu anasamehe. Madhara umejua kumwelekea yeye tu, ukamwomba yeye peke yake, ukajua adhamatullah na kwamba yeye ndio mweza kufanya jambo hili, hapana yote